Hamjambo watu wa Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Ninamshukuru Mungu pamoja nanyi nyote kwa fursa aliyotupatia katika mianzo ya mwaka 2026 ambako zinawekwa siku 10 za kukumbusha muumini uhai wetu ni kuungana na Yesu Kristo na uhai wetu ni kumtumikia. Siku hizi 10 zimekuwa na mfululizo wa miaka kadhaa sasa ndani ya uamsho na matengenezo, zikiwepo siku zingine za kufunga kwa kila mwezi kwa robo. Hii ni mojawapo ya eneo muhimu sana kwamba tunapata nafasi mambo yetu kabla hatujauona huu mwaka una nini mbele yetu, lakini tunataka kumuona Mungu akiwa mbele yetu. Kwa hivyo kanisa limekusudia kwa uelekezi wa Roho Mtakatifu tunaweza kuwa na Mungu wetu katika kila mwaka tunaoruhusiwa kuishi. Ni kwa sababu hiyo mwaka huu tena tuna siku 10 za sala, siku 10 za ibada katika nyumba ya sala, siku 10 za kutuwezesha kufikiria tena namna tutakavyokuwa na Mungu wetu katika siku zilizosalia za mwaka huu, katika kumpenda, katika kumtii, katika kumtumikia kwa ujasiri, kwa sababu Yesu anakaribia kuja. Nashukuru sana Mchungaji Donius na uongozi wa kanisa hili na sisi waumini ambao ndio leo tunaanza pamoja. Somo la leo ninahitaji kuwa na maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni kushiriki lina nini hasa somo la juma la siku hizi 10. Mwaka jana ilikuwa tufundishe kusali. Ilikuwa inatupitisha kwenye sala aliyowafundisha wanafunzi wake. Hii ina nini ndani? Hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa ambayo ni muktadha wa siku hizi 10 ambazo Mungu anatutazamisha. Kuna nini? Muktadha wake hasa ni nini? Alafu ndipo sehemu ya pili ndio itakuwa somo la kwanza ya leo ambalo tutakuwa nalo. Kabla sijaenda kule, tunatazamiwa kugusa uhusiano wetu binafsi na Mungu. Katika somo hili linatukumbusha nguvu ya kuishi na kumpenda na kumtumikia inapatikana katika uhusiano binafsi na Mungu. Somo hili karibu kila siku linazungumza mimi na Mungu wangu kwa kila siku ninachopaswa kuishi. Sehemu ya pili ni familia. Familia ni kipaumbele. Ukiacha mtu binafsi, familia ni kipaumbele cha kwanza. Ukiacha mtu binafsi ambaye ndio namba 1, halafu familia. Kwa hiyo somo linatukumbusha tena kuwekeza katika kumpenda Mungu katika ngazi ya familia na kumtumikia katika ngazi ya familia. Kwa hivyo
itazunguka maeneo hayo katika familia, ndani ya mambo ambayo wewe na mimi tunapaswa kuyaishi katika mwaka 2026. Na jambo la tatu ni kanisa, ambako tunatiwa moyo kuona waumini na kujali katika kuishana. Pale tunapoona mwingine anataka kurejea nyuma, somo hili linataka lituelekeze kujali kukubwa mno kwa mwanafamilia katika kanisa, namna anavyoweza kuendelea kuwa shujaa wa msalaba. Na ndani ya kanisa pia namna ambavyo tunaweza kutenda makusudi ya uwepo wa kanisa, kwamba ni nyumba ya sala kwa watu wote, kwamba wale wote ambao hawajapata fursa za kujua hii ni nyumba ya sala kwa watu wote, tunawezaje kuwafikia na kuwatia moyo kujua maisha yao yanaweza kuwa na maana kubwa kiasi gani wakimjua yeye aliyemuumba na aliye Mwokozi. Haya maeneo matatu yapo si kwa sababu ya ndani ya siku 10, lakini yako kutukumbusha hayo ndiyo maisha ya kila aaminie, si ndani ya siku 10 hizi, lakini maisha yake maadamu yu hai. Kwa hivyo yanatukumbusha vile, kama ambavyo yale matendo ya huruma hayalengi tutende ndani ya ule mwezi wa 3, lakini yanakumbusha vijana na kanisa kwa ujumla, hayo ndiyo maisha ambayo kanisa linapaswa kuyaishi. Kwa hivyo imeweka tu ndani ya muda ambako ni kilele katika kushuhudia na kusherekea vile Mungu anavyofanya, si kwa ajili tu ya mwezi wa 3, lakini ndiyo mtindo wa maisha ya vijana kila inapoitwa leo na kanisa kwa ujumla. Siku 10 kadhalika sio mtindo tu wa ndani ya siku 10, lakini zimewekwa kutufundisha hivyo ndivyo tunavyopaswa kuishi maisha yetu yote. Kwa hiyo tutakuwa na fursa ya sala kila mtu peke yake, na kabla hiyo ni nje ya muda huu tunakutana kwenye ibada, lakini katika familia ambazo kule tunakotoka tunaweka nafasi kwa ajili ya wengine, na ndani ya kanisa namna tunavyoweza kuishi kwa lugha nyingine iko kutuunganisha sisi na yeye, halafu Yesu atuunganishe sisi na watu wake ambao wanahitaji kujifunza Mungu anapenda, na kama vijana walivyomsifu Mungu hapa, wema wa Mungu. Wanapaswa wakazi wa dunia wajue Mungu alivyo mwema na wema wake umetuzunguka. Hayo ni maisha ambayo Mungu wetu ametujalia na anatutamani tuishi hivyo, tukiwa na yeye na yeye akitutumia sisi kwa ajili ya wenzetu wengine. Baada ya kueleza hayo yaliyoko humo ndani, ambayo nitaendelea kufafanua kila kipengele kabla ya kuanza baadhi ya vitu ndani ya somo hili, nitakuwa nikipata nafasi kitumia dakika 5 kuvielezea. Niingie sasa katika muktadha wa somo hili, linaelekeza mzigo wake uko wapi hasa. Somo hili linatujia likiwa na kichwa kimoja kikubwa, kufunguliwa. Hilo ndio neno kuu. Mwaka jana ilikuwa tufundishe kusali, lakini wewe usalipo. Hii ni kufunguliwa. Sasa katika ulimwengu wa neno kufunguliwa leo, katika ulimwengu wa kidini, tusipoelewa vizuri tutaelekeza akili zetu kwingine, kwa sababu leo kila kitu unasikia tunafunguliwa mikosi ya ukoo, tunafunguliwa ugonjwa. Mtu anaugua anasema afunguliwe, hajapata mtoto kuna huduma ya kufungulia, ama wanasikia kuachilia lugha zingine.
Kama ni habari za mahusiano, asema yamefungwa mara yanafunguliwa. Kama ni habari ya kiuchumi, wanasema uchumi umekwama mahala kuna kufunguliwa. Sasa kwenye ulimwengu huu ambao hili neno kufunguliwa limekuwa linatajwa sana, ni rahisi akili zetu kutoka kwenye eneo ambalo Mungu ameelekeza kanisa lake. Kwa hiyo linaitwa kufunguliwa, na ni tafsiri ya neno la Kiingereza. Katika utunzi wa neno hili ni katika lugha ya Kiingereza linatumia neno unleashed. Unleashed ni neno la Kiingereza lenye maana ya fungulia, kwa maana ya kamba imemfunga mnyama, na hili neno linatumika kuonyesha fungulia mnyama aliyefungwa, na hasa mbwa amewekwa kama katika kizuizi cha kamba shingoni. Leige, ambao ndio neno ile Old French original yake, ambao Kilatini wanaita laxus, ambacho hilo neno ndio maana achilia, mfungue, ondoa kamba shingoni, na ili aweze kwenda kutekeleza jambo fulani. Na hilo ndio neno unleashed. Unleashed kwa Kiingereza. Sasa kwa Kiswahili kusikia kufunguliwa ni rahisi kutoka eneo hilo. Kwa nini kufungulia? Sasa sikiliza vizuri, kwa nini somo hili linataka tujue kitu gani hasa. Somo hili limejenga juu ya Roho Mtakatifu peke yake. Roho Mtakatifu, kwamba tunaweza kuruhusu tendaji wa Roho Mtakatifu na tukafunguliwa na yeye, na anatufungua kwa kufanya nini? Sikiliza vizuri, muktadha wa somo hili siku 10 zote. Hii ni siku kwenye sehemu ya kwanza ambayo ni muktadha wa somo la siku zote 10. Mzigo wake uko wapi? Ni Roho Mtakatifu. Kwa nini Roho Mtakatifu na kufunguliwa? Kwa sababu sio kufunguliwa ugonjwa, sio kufunguliwa uchumi, sio kufunguliwa mahusiano na wanadamu, sio kufunguliwa habari ya hiki katika uzima wa sasa. Hapana, ni kufunguliwa kunakohusu na Roho Mtakatifu. Mwandishi ameeleza miongoni mwa ahadi kubwa na ya thamani kuliko zote ni Roho Mtakatifu. Lakini kwa bahati mbaya waumini wameifungua ahadi kidogo sana, haijafunguliwa inavyotakiwa. Ndio maana lazima usikie kwa nini unleashed, kwa nini kufunguliwa. Ni swala la Roho Mtakatifu. Kwa nini uelewa wetu umekuwa mdogo sana kuhusu Roho Mtakatifu, na hivyo hatufunguliwi kwa sababu hatuijui hiyo ahadi. Na tunapofunguliwa na kuwepo kwa Roho Mtakatifu, ni nini hasa mwandishi anaeleza, nini matokeo yake? Biblia zina aya nyingi sana kuzungumzia juu ya Roho Mtakatifu, na kwa kweli ni nyingi sana, Agano la Kale na Agano Jipya. Wewe andika tu, nitataja hizi aya chache na nitataja maneno haya. Lakini wewe andika. Aya mojawapo ni kitabu cha Nabii Isaya sura ya ile 44 na ile aya 3. Hapa nazungumzia juu ya kumimina Roho Mtakatifu kwa watu wake. Huyo ni Nabii Isaya huyo. Roho Mtakatifu atamiminwa kwa watu wake. Na sio tu kwenye hii aya, nataja nikiruka, nikitaja tu kwa mtasari usikie. Roho Mtakatifu atamiminwa kwa watu wake. Lakini pia Nabii Ezekiel, nimetaja Isaya kwa sababu ni kabla Israeli hawajaenda, Yuda hajaenda utumwani, ndio maana nataja hivyo. Lakini naenda kwa Ezekiel kwa maana tayari Yuda iko utumwani, na Mungu anamtumia Ezekiel kwenye ile Ezekiel 36 na ile aya 26 na 27. Nitatoa roho yangu ndani, na anazungumzia nitawapa roho mpya, roho yangu ndani yao. Wakati sisi tunazungumza huenda ni badiliko la mioyo yetu,
lakini Mungu anazungumzia uwepo wa Roho Mtakatifu kwa watu wake. Na hicho ni kipindi Ezekieli akiwa utumwani, Mungu akimweleza. Isaya ni kabla hawajaenda utumwani, Ezekieli ni baada ya kwenda utumwani. Wakiwa utumwani, iko aya ambayo inafahamika mara nyingi sana katika muktadha wakati wa mwisho, ambayo ni nabii Yoeli. Katika Yoeli sura ya 2 ile aya ya 28 mpaka 32, anapozungumzia nitamwaga roho juu yao na wana wenu binti zenu, nani watatabiri, wataota ndoto, wataona maono. Na Petro alitumia hiyo aya kuelezea kilichotokea siku ya Pentekoste, na kinukuu kabisa ni kile alichonatabiri Yoeli katika siku za mwisho. Kwa hiyo Petro alijenga kwanza hotuba yake juu ya utimilifu wa nabii wa Yoeli, lakini akisonda kidole mbele katika siku za mwisho. Kwa hiyo alichokuwa anasema, hii sio siku za mwisho, ila ni utendaji wa alichoonyeshwa nabii Yoeli, na sasa ni kama ndio uzinduzi wake. Alipozungumza pale, akahama akaenda juu mbinguni, Yesu ameketi, na kwa sababu ameketi ndio maana Roho Mtakatifu amekuja ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Kwa hiyo hotuba ya Petro ilikuwa juu ya Yesu na kuja kwa Roho Mtakatifu kama ishara Yesu ni nani. Haikuwa kuhusu kunena kwa lugha. Pentekoste sio unenaji wa lugha, wala Pentekoste sio habari ya miujiza. Pentekoste ni kwamba inua macho uone nani sasa hivi, Yesu ni nani sasa hivi. Halafu kuja kwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni kuambia wanafunzi tayari Yesu ni mfalme na ni kuhani, na yuko mbele za Baba kwa ajili yetu tupate msamaha na ondoleo la dhambi. Ndio utaiona hizo aya akizungumzia Petro kwa sura ya 2 na ile aya ya 30 mpaka aya ya 32. Na akizungumza hayo yote ndio unaona watu waliobatizwa siku ile. Lakini alianza kwa Roho Mtakatifu kama alivyotabiri nabii Yoeli. Lakini Yesu amezungumzia juu ya Roho Mtakatifu kabla ya kifo chake, baada ya kufuka kwake. Na ziko aya nyingi sana kwenye kitabu cha Mathayo, cha Marko, kwenye kitabu cha Luka na kitabu cha Yohana, na hasa kwa wingi mno kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Lakini andika tu hizi aya. Yesu kabla hajafa alitamka kwenye Yohana sura ya 14 na ile aya ya 16 na 17, nitawaletea msaidizi mwingine. Kiingereza anatumia neno another comforter, mfariji mwingine. Lakini hiyo anapotaja ndio Roho wa kweli, anamtaja moja kwa moja. Kwa baadhi ya watu ambao wanamchanganya, wanasema Yesu Kristo ndio Roho Mtakatifu huyo alipoenda na akarudi ndio yeye huyo. Yesu amezungumza neno tofauti. Siku moja wanaambia watu wa Mungu ya kwamba unajua tafsiri hizi za lugha ya Kiswahili, Kiingereza na zingine zinaweza wakati fulani zinaweza ukafikiri ni kitu kinachosemwa kile, kwa sababu tunataka tuyawe kwenye matumizi yetu. Lakini anaposema msaidizi mwingine, Parakletos, Alos, yale maneno ambayo ametamka kama mfariji, kama nani, msaidizi mwingine, ni ametumia neno Alos. Na unajua Wayunani wana maneno mawili yenye maanisha ya mwingine. Moja ni Alos na jingine ni heteros. Sasa akitaja Alos anazungumzia mwingine wa aliye na sifa kama zangu, another of the same nature, same kind, Alos. Akitaja neno heteros ni mwingine asiye kama mimi, kwa maana ya sifa hana kama mimi, another heteros. Sasa hapa ametumia neno Alos, na waletea msaidizi mwingine, kuonyesha wale wanaofikiri eti Yesu alipoenda mbinguni alafu ndiye atakashuka akiwa huyo kwa mfano wa Roho Mtakatifu. Hapana, ni mwingine ila ana sifa kama alizonazo yeye. Na ndio maana watu wanaodhani Roho Mtakatifu sio Mungu, ukienda kwenye lugha ya moja kwa moja kwa Kiyunani inaitengua hiyo hoja, kwa sababu anakuja mwingine aliye kama mimi, mwenye sifa
kama zangu. Na ndio maana utaelewa ni kwa nini watu wanataka kusema Yesu sio Mungu, kwa sababu ukishasema Yesu sio Mungu, moja kwa moja Roho Mtakatifu pia hawezi kuwa Mungu. Na kwa bahati mbaya, kama Roho Mtakatifu hawezi kuwa Mungu, basi hakuna atakayeokolewa. Na ndio maana ni vizuri kujua kwa nini msitizo mkubwa ndani ya siku 10 Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Na baada ya kifo chake akafuka. Ziko aya pia nyingi alizozieleza, lakini mojawapo aliyoeleza ni imeandikwa kwenye kitabu cha Matendo sura ya 1 aya ile ya 4 na ya 5. Anawaambia ya kwamba angalieni na waleteeni ahadi ya Baba yangu, Roho Mtakatifu. Kaeni kwanza na waletea ahadi ya Roho Mtakatifu. Hata ukienda Luka 24 utaangalia kuanzia aya 45 mpaka 49. Anazungumzia subirini kwanza mvikwe uwezo utokao juu. Anazungumzia juu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kabla hajafa alizungumzia Roho Mtakatifu, na baada ya kufuka kwake alizungumzia Roho Mtakatifu. Mwandishi anasema hii ahadi haijafunguliwa kwa kiwango cha juu cha waumini. Roho Mtakatifu ndio maana ipo kufunguliwa. Hakuko kwenye uchumi, haiko katika afya, haiko katika uzao, haiko katika lolote. Kufunguliwa huku kunakotajwa ni uwepo wa Roho Mtakatifu ambaye atatufungua tukiruhusu uwepo wake. Kuna ambacho naenda kukieleza sasa hivi kwa nini Roho Mtakatifu katika jambo hili kubwa ambalo linahitajika ndani ya siku hizi 10. Hicho ndicho anachoeleza. Kwa nini haijafunguka hivyo kwake? Ni kwa sababu uelewa juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu ni mdogo sana. Nitapata mfano tu katika Biblia. Niombe tu pastor, kama una microphone hapo, tusome katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 aya ile ya 7 hadi ya 11. Na hii ni aya ambayo inaonekana kunakshi sana katika fursa ya sala, lakini iko uelewa wetu na hiyo aya uko nje kabisa, na ni vizuri kufahamu. Hebu soma Mathayo sura ya 7 na ile aya ya 7 hadi 11. Biblia takatifu inasema, Mathayo 7:7. Ombeni nanyi mtapewa. Sawa. Tafuteni nanyi mtaona. Ndio. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Sawa. Aya ya 8. Ya 8. Kwa maana kila aombaye hupokea. Ndio. Naye atafutaye huona. Naye abishaye atafunguliwa. Ndio. Aya ya 9. Ya 9. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Ndio. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Sawa. Je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Umesikia anachokieleza pale? Ombeni nanyi, tafuteni nanyi, bisheni nanyi. Sasa haya maneno huwa tukinapoyasikia, anasikia omba utapewa, tafuta, bisha. Sasa usikilize sasa anachokieleza. Utazungumzia mahitaji yetu, nitazungumzia afya yangu, tazungumzia kama ni mwanafunzi anazungumzia kufaulu, anatafuta ajira anazungumzia katika kuomba kazi, ni mgonjwa tazamia abishe na kumfungulia, maana yake ni yeye aweze kupona, na hivyo na hivyo na vile na vile. Lakini Biblia inaeleza kama ninyi mlio waovu mnaweza kuwapa watoto wenu vipawa vilivyo vema, je, Baba yenu wa mbinguni hatawapa mema? Sasa naposikia neno mema, ni kweli kwamba ukiangalia afya nzuri ni mema, ukiangalia hiki ni mema, lakini hivi kweli ndicho anachomaanisha? Nenda Luka 11. Injili kama ilivyoandikwa na Luka 11, na usome ile aya ya
11 hadi aya 13. Sikiliza hicho anachosema hapa. Luka 11:11 hadi 13. Maana ni yupi kwenu aliye baba? Labda uanze ile aya ya 9. Aya 9 inasema nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa. Ndio. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Aya 10, kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba? Ndio. Ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au samaki, badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa inge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, ndio, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Sana nawasikiliza vizuri hapa. Kwenye ile Mathayo sura ya 7 alimalizia na ile aya ya 13 akisema, je, Baba yenu wa mbinguni hatawapa mema wao wamwombao? Kwenye Luka anamalizia hiyo aya ya 13, je, Baba yenu wa mbinguni hatawapa nini? Hatawapa nini kanisa? Roho Mtakatifu. Hizi aya hazizungumzii tuombe mkate, tubishe kwa ajili ya mkate. Hakuna. Yesu anazungumzia Roho Mtakatifu. Na kwa sababu katika ulimwengu wa kidini hizo aya unasikia mtu, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mtafunguliwa. Kwa hiyo hivi unafunguliwa, ukiomba unabisha, unafanya hivi. Kumbe hasemi hayo, anazungumzia Roho Mtakatifu. Na kwa sababu ya kutoelewa, hii ahadi haijafunguliwa kwa kiasi kikubwa na waaminio. Kwa hiyo badala ya kukazana kuomba hayo, Biblia inatueleza muktadha wa ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Anachokitaja ni habari za Roho Mtakatifu. Nione ambao wamenielewa, nyosha mkono jioni hii ya leo. Asante. Ni habari za Roho Mtakatifu, na hii ndio imesababisha somo hili litembee kwa kichwa kinachosema kufunguliwa. Tusipojua hicho, hii tutaiona ni fursa ya kuweka vikapu. Tujazie unga, tujazie hiki, tufanye hiki. Maana somo linasema kufunguliwa. Ni vizuri kufahamu anachozungumza ni Roho Mtakatifu. Siku hizi zote 10 ajenda ni Roho Mtakatifu. Tukimpata yule, tumempata Yesu Kristo. Tukimkosa yeye, tumekosa mbingu. Tutakuja kuona hapo baadaye, sio leo. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza inayoeleza kwa nini hili somo lina hili neno kufunguliwa, ambayo bii yake kwenye hili somo, kwa nini kufunguliwa, Roho Mtakatifu ni kwa sababu gani? Ninyi mnakumbuka alieleza kwenye Matendo 1 aya ya 8, ambayo ni aya muhimu sana katika Agano Jipya. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, hata mwisho wa nchi. Roho Mtakatifu haji kwa sababu tunene kwa lugha, tufanye miujiza. Yesu alitaja akasema, huyo
atanishuhudia mimi. Kazi kubwa muhimu mno ya Roho Mtakatifu, kwa nini amekuja? Ni kuhakikisha mimi na wewe tunamjua Yesu Kristo. Ndio maana Petro alisema Roho Mtakatifu amekuja kwa sababu Kristo ameketi, amekuja kutujulisha Yesu ni Mwokozi, ni mwombezi, kuhani mkuu, ni mfalme. Ngoja kuona jinsi inavyozungumzwa hiyo. Lakini jambo la pili, hayo mnayafanyaje? Mtakuwa mashahidi wa, mtakuwa kwenye mwendo toka Yerusalemu, nenda Uyahudi, nenda Samaria, hata mwisho wa nchi. Ishara ya juu isiyo na kizuizi, nisikize vizuri, inayoonyesha ya kwamba Roho Mtakatifu yu kazini. Moja ni namna ninavyomjua Yesu. Yesu ni nani kwangu? Na tutakuja kuangalia somo la kwanza. Ndio maana linakuwa somo la kwanza tunapokwenda hii sehemu ya pili, ambayo ndio somo la kwanza kabisa katika hizo siku 10. Na ni kazi ya Roho Mtakatifu kuhakikisha tunajua Yesu ni nani. B, kazi kubwa ya pili ya Roho Mtakatifu ni sisi kuwa mashahidi. Na shahidi maana yake tunaweza kueleza Mungu alivyo kwa maisha yetu na kwa maneno yetu. Hii inaitwa shahidi, witness, maritus. Hii ndio wajibu wake mkubwa sana. Katika ile ya kwanza, kumjua yeye, ndipo unasikia neno tunda la Roho inayotajwa kwenye Wagalatia 5. Hii ya pili katika kuwa mashahidi, ndio unazungumzia juu ya karama za Roho, ambazo kazi yake ni huduma kwa ajili ya wanadamu wenzetu. Kwa hiyo ni vizuri ujue, ndio maana anatoa tunda la Roho, anatoa tunda kwa maana ya tabia, na anatoa karama. Hana wajibu mwingine wowote isipokuwa huo. Anatoa tabia ya Yesu na anatupatia karama ili tutumike kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ni hizo sababu kubwa mbili peke yake. Kwa hivyo anaposema tumefunguliwa, maana yake tunatumika, tunakwenda katika mwendo, na lakini pia tukiwa tumeungana na yeye. Sasa hapa ndipo tunaenda kuona leo somo la kwanza. Baada ya kusema hilo, dakika zilizobaki hizi sasa tuingie kwa somo la kwanza. Lina kichwa kinachosema mjue Yesu kama Mwokozi wetu aliye hai. Mjue Yesu kama Mwokozi wetu aliye hai. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, huu ni wasaha ili mwanao atukuzwe ndani ya maisha ya kukutii wewe. Tufungulie tuweze kujua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba Yesu ni Mwokozi wetu na aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, amina. Somo hili limejengwa katika kitabu cha Matendo sura ya 1. Soma aya ya 1 mpaka aya ya 3. Hii ndio aya iliyojenga hili somo la kwanza. Mjue Yesu kama Mwokozi wetu aliye hai. Matendo sura ya 1 aya ya 1 hadi aya ya 3. Pastor. Biblia inasema, kitabu kile cha kwanza nalikiandika, sawa, Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, ndio,
hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, ndio wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ndio ya kwamba yu hai. Akiwatokea muda wa siku 40. Akawashuhudia ya kwamba yu hai, akiwatokea kwa muda wa siku ngapi? 40. Na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu. Naomba msikilize vizuri, kwa nini Yesu baada ya kufuka kwake alibaki akiwatokea wanafunzi wake siku 40? Naomba usikilize vizuri. Agenda ni hii: niko hai. Kwa nini aliwafundisha yaliyohusiana na yeye, kuanzia Torati, manabii na vitabu vile vya maandishi, kwa maana vyote katika Agano la Kale wakati wote ilikuwa Biblia. Lakini ajenda kubwa aliyokuwa nayo ya kwamba yu hai, ni mimi nimefufuka, ilihitajika siku 40 akiwafanyia mtasali aliyowafundisha, kama Biblia ilivyokuwa imetabiri juu ya huduma, maisha yake, kifo chake na ufufuo wake. Na anasitiza, kila alipokutana nao aliwasitiza niko hai, muda wote wa siku 40 alipokuwa anajifunua kwao. Kwa nini? Kwa nini? Naomba usikilize vizuri hapa. Wakati Yesu amefufuka, kwenye ile Mathayo 28, Biblia inaeleza uongozi wa kidini wa Israeli walikaa kikao, kuanzia ile aya ya 9 mpaka ile aya ya 17. Walikaa kikao, wakaamua kuwaita wale maaskari walinzi waliotoa ripoti walichokiona kaburini na uwepo wa malaika na kufuka kwa Yesu na kila walichokiona, wakawapa hela wasiseme amefufuka. Badala yake waseme wanafunzi wake wamemuiba. Na Biblia inaeleza hivi, hizo habari zikaenea, hakufufuka, ameibwa na wanafunzi wake. Kana kwamba haitoshi, hata alipokuwa anatokea kwao akawatuma wale wawili, Mariamu Magdalena pamoja na Mariamu yule wa pili, ndio waliokutana naye kaburini siku ile. Wanapowaeleza waende wawaambie, walipoenda kwa wanafunzi, hizo aya niliyokutajia, wengine hawakusadiki. Kwenye kitabu cha Marko sura ya 16 kuanzia ile aya ya 10, hebu nenda usome hapo aya ya 10 mpaka aya ya 14. Hebu soma Marko sura ya 16. Ni mojawapo ya aya anajidhihirisha kwao, na uone matokeo ya ule uongo ulivyoathiri sio tu wale ambao wamjui Yesu na kwamba wamkiri, hata waliokuwa wanafunzi wake. Hebu soma usikie Marko 16 aya ile ya 10 mpaka ile aya ya 14. Biblia inasema, ndio huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye. Sawa. Nao wakali wanaomboleza na kulia. Bado wanafunzi wanaomboleza na wanalia kwa sababu Yesu amekufa. Walakini hao waliposikia kama yu hai, ndio naye amemwona, hawakusadiki. Hebu soma vizuri hapo pastor. Walakini hao waliposikia, hao waliokuwa wanasikitika, wanaomboleza tangu siku ile amekufa Ijumaa, leo ni siku ya kwanza ya juma, Jumapili, wanalia na kuomboleza. Wamekuja hawa kina mama, wamewaambia tumekutana yeye na ametuambia anatutangulia kwenda Galilaya. Bado soma hiyo aya usikie. Hao soma.
Walakini hao waliposikia kama yu hai naye amemwona, hawakusadiki. Mpaka aya 14. Baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao, ndio ana sura nyingine. Nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Ndio. Na hao wakaenda zao wakawapa habari wale wengine. Ndio. Wala hao hawakuwasadiki. Hili ni kundi jingine la watu wawili wanafunzi waliotokewa na Yesu, na wanarudi wanapeleka taarifa, hawakuwasadiki pia. 14. Baadaye akaonekana na wale 11. Kisha Yesu akawatokea wale wanafunzi 11 walipokuwa wakila. Wakati wanakula, akawakemea kwa kutokuamini kwao. Sasa hawa 11 ni wale aliokuwa amewachagua baada ya kuomba usiku kucha siku ile. Hawa ndio wale aliozungumza nao, na hawa hawakuamini kwamba Yesu yu hai. Sasa ndugu zangu, anaendaje mbinguni? Na hapa hakuna anayeamini yu hai. Unapozungumzia yu hai, maana yake hawaamini Yesu amefufuka. Na hawa ndio ambao watapeleka utume 11. Yuda Iskariote alishafariki kwa sababu alimkana Bwana, alimsaliti. Hapa wako 11, akawakemea kwa kutokuamini. Na ndio maana unaona tunamfahamu tu Tomaso kwa sababu ametajwa kwenye ile Yohana 14, Injili ya Yohana kwenye sura ya Injili ya Yohana nafikiri sura ya 20, wakati anasema mimi mpaka nione ubavu wake, niweke na kidole, niangalie kwenye vidole, kwenye miguu, nione zile alama. Alafu Yesu akatokea kwenye kile chumba. Yesu anamwambia njoo, weka kidole. Hakufanya, alisha kusema Bwana wangu na Mungu wangu. Na Yesu akamwambia heri wao wanaosadiki pasipo kuona. Kwa hiyo ilikuwa kazi kubwa mno ya kuwaaminisha huyu ndiye yule mliyekuwa naye miaka 3.5. Ndiye aliyekufa siku ile mkiona juu ya mlima Golgotha. Huyu ndiye aliyekufa, akathibitishwa amekufa kabisa. Huyu ndiye aliyezikwa, na huyu ndiye aliye hai. Mjue Yesu kama mwokozi wetu aliye hai, sio aliyekufa tena, aliye hai. Na hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Maana yake Yesu alibaki atafundisha hawa watu wajue yu hai, hayuko tena kaburini. Na kwa nini hiyo ni muhimu sana mbele yao? Kwa nini ni muhimu sana? Mambo makubwa mawili. Ni muhimu sana kwa sababu mambo makubwa mawili. Ndio maana utaona ushuhuda kitabu cha Matendo, utaona kila wanapohubiri sisi tu mashahidi wa kifo na wa ufufuo wake. Sisi tu mashahidi. Utaona Matendo 2:32, Matendo 5:30 na 32. Matendo ngapi utaona wanahubiri, mpaka hata wakiandika sisi ni mashahidi, tuliona alifufuka. Utaona ujumbe wao yu hai, Yesu amefufuka, sisi ni mashahidi. Ujumbe wa Yesu aliyefufuka ulikuwa ndio mzigo mabegani mwa wanafunzi. Maana yake tunamsema, tunamtii aliye hai. Na hiyo ni kwa sababu ya zile siku 40. Kwa nini? Ilikuwa ni kufuta kilichokuwa kimesambaa katika ulimwengu ule wote. Yesu hakufuka, Yesu ameibwa. Mpaka wanafunzi wake hawakukumbuka, aliwaambia nitakufa, siku ya 3 nitafufuka. Hiyo yote iligubikwa, hata wao hawakusadiki. Na kama hawakusadiki, hawana ujumbe, hawana chochote, hawana ujumbe, kwa sababu ujumbe wao ni huu: Yesu aliyekufa, Yesu aliyezikwa, Yesu amefufuka, yu hai. Na maana yake ni kwamba ameshinda kaburi na ameshinda kifo. Kwa lugha nyingine ni kwamba hatuna kitakachotuzuia, chochote kitakachotuzuia tusimtii yeye hakipo. Hata tukifa, aliyetuokoa yu hai. Kwa hiyo
ilikuwa ni ajenda kubwa mno. Ndio maana kwenye ile Paulo mwenyewe anaiandika ile ajenda anapohitaja hiyo ufundisho kuhusu ufufuo, doctrine of resurrection, kwenye ile Wakorintho ya kwanza sura ya 15, sura nzima. Sisi mara nyingi watu tunasoma yale maneno ya mwishoni, na mara nyingi tunayasoma wakati upi? Tunafanya huduma ya mazishi. Nawaambieni siri, hatutalala sote tunabadilika, kufumba na kufumbua, twavaa kutokufa kwa. Tunadhani siku hiyo Paulo alikuwa anazungumza akiwa na majeneza ya marehemu pale. Hapana, ilikuwa ni fundisho sura nzima anaandika kwa Wakorinto. Ukiona ile kuanzia ile sura ya 15 kuanzia ile aya ya 12 mpaka aya ya 18, anasema mbona watu kama kuna kiama, kama Yesu alifuka, mbona watu hawaamini kuna kiama ya wafu? Kwa nini watu wana mashaka ya kwamba watu wanaokufa watafuka? Alafu akaeleza ikiwa hakuna kiama ya wafu, maana yake Yesu hakufuka, na kama Yesu hakufuka tungaribo katika dhambi, na wote waliolala kwa jina lake wamepotea, na sisi tunaohubiri tu waongo, kwa sababu tunashuhudia Mungu amemfufua wakati ya kumfufua. Yani fundisho la ufufuo wa Yesu ni hivi: yule anayesema hayuko dhambini ni nani? Ni yule anayesadiki kaburi liko wazi, sio kwamba walimuiba, lakini alifufuka na yu hai. Ikiwa maana yake ni hiyo, ndio maana kila unapohubiri unasikia alifufuka, yu hai, anakuja, maana yake hawatishwi chochote. Kwenye miaka ya 86 kuelekea mwaka 100, wakati amebaki tu mtume mmoja katika wale 12, mmoja tu, wengine wameshauawa, ambaye ni nani? Ni Yohana wa Patmo. Akiwa kile kisiwa cha Patmo katika miaka ya uzee, Yesu anapokutana na yeye, ni kipindi ambacho Ukristo unateswa mno na empara wa Rumi. Yule mkuu askari, mfalme wa Rumi, anatesa Ukristo aufute katika ulimwengu huu, na Yohana akapelekwa kile kisiwa. Na ngoja uone kitu cha pekee, Yesu anapokutana na yeye pale, Yohana hakuwa na ujumbe mwingine. Anaposema andika upeleke makanisa 7, kwenye ile Ufunuo 1 aya ya 17 na 18, anasema andika, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na nilikuwa nimekufa lakini niko hai, ninazo funguo za mauti na kaburi. Anasema hivi Yohana, hamwambii nendo uambie wa Efeso, kawaambie wa Sardi, kawaambie wa Simina, kawaambie Pergamo, kawaambie Philadelphia, hayo makanisa yote 7. Hawaambii kwamba nendo uambie nitazuia mateso, nitaondoa hiki na kile, ila anasema hivi, nendo uambie ile makanisa hivi, nina ufumbuzi wa kifo. Mimi nilikuwa nimekufa, niko hai. Maana yake kifo, wasitishiwe na kifo. Ndio ilikuwa message yake, nilikuwa nimekufa lakini niko hai na ninazo funguo za mauti na kaburi. Ndio maana ulikuwa ndio ujumbe wa mitume, Yesu amefuka, yu hai. Kwa hiyo ilikuwa ni mambo mawili. Kwa nini habari ya Yesu yu hai ni muhimu sana? Moja ilikuwa ni hii, kwamba wao wakikutana na kifo kwa ajili ya jina la Yesu, sio mwisho wa maisha yao, watafufuliwa tena. Hiyo ndio ilikuwa ajenda yake. Kwa hiyo wakikutana mateso ambayo yalikuwa mbele yao tu kidogo, siku sio nyingi, watakutana na yenyewe. Walipigwa viboko, wakiwa uchi, walitupwa gerezani, waliuawa kila namna, kwa namna mbalimbali. Kwa nini hawakurejea nyuma? Wanasema sisi hatuwezi kuacha kumhubiri yeye ambaye si tunamtii, maana hatuna jina jingine chini ya mbingu aliyopewa wanadamu kuokolewa kwalo. Na wanasema hebu wapimeni ninyi, fanyeni maamuzi ninyi, kwamba tuwasikilize ninyi au tumsikilize yeye ambaye alikufa akafuka na sisi tu mashahidi. Yani ukweli leo ninyi muamue kutuzima ambaye sisi ni mashahidi, alikufa akafuka. Maana yake hamuna cha kutufanyia, hakuna cha kututisha. Mnaweza mkatuua, ila hamwezi kutufanya tusiseme yu hai. Ndio maana chochote walichofanyiwa hawakurudi nyuma. Somo hili linakuja likiwa na maana hii ya kwamba maisha yako na maisha yangu leo, swala hili linalozungumzia habari Yesu hakufuka ni kidogo sana kwa baadhi ya dini ulimwenguni, na hasa sio hasa waliobobea katika vitabu vyao. Maana hata kwenye Qur'ani, wanaoifahamu Qur'ani vizuri, wanakiri ya kabisa ya kwamba Yesu alikufa na akafuka. Baadhi yao wanaofikiri alibabaishiwa mtu mwingine ni tafsiri zao, na sio kama Qur'ani inavyoeleza. Wanajua kabisa alifuka, ndio maana wanasema ndio ishara ya kiyama.
Yesu mwenyewe ndio ishara ya kiyama, na kwa lugha nyingine wanajua kabisa alikufa na akafuka. Na kwa sababu ya ukweli huo, maana yake hatuna sana ule upinzani wa kusema Yesu hakufuka. Ila kwa nini ni muhimu wewe na mimi niweze kufahamu? Maana yake ni kwamba ikiwa una Yesu mwokozi wako aliye hai, maana yake alifufuka. Huyo ndiye ametolewa dhambini. Paulo anaandika kama tunaamini Yesu alifufuka, hapo ndipo hatuko tena dhambini, kwa sababu Yesu yu hai. Maana anaeleza hatuna kitakachotuzuia katika maisha haya. Wewe na mimi tunaishi katika kipindi ambacho zahama ya wakati wa mwisho inazidi kukolea. Hatujaahidiwa magonjwa yatatukimbia, wala hatujaahidiwa hali itakuwa nzuri ya maisha ya kimwili. Badala yake Biblia imeeleza wote wanaopenda maisha ya utauwa wataudhiwa. Na bado akaeleza itatupasa kuingia mbinguni kwa njia ya dhiki kuu. Na unajua yote ni anukuu, ni mafungu, na tunanukuu yote kichwani hizi aya. Yesu alieleza, mnayo dhiki ulimwenguni, jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Yesu hatuahidi kufuta zinazotuletea maudhi katika maisha haya. Hajatuahidi atazuia watu wasituonee. Hajatuahidi ya kwamba atazuia tusiugue ama tusipate majanga ya mioto, majanga ya mafuriko, majanga ya kiafya kwa kuugua. Hajatuahidi ya kwamba tutapata upendeleo na watu. Badala yake anaeleza ni njia nyembamba na imesonga wote wanaoamini. Na Ibilisi atakoroga hizo rangi zote ili atufundishe kwamba ikiwa tunakutana na hayo, maana yake Mungu hayuko pamoja na sisi. Somo hili limekusudia kujua hivi, yu hai. Sihitaji kujua nitapona, sihitaji kujua nitashinda hii kesi ya kusingiziwa mahakamani, sihitaji kujua ya kwamba hawatanifukuza nyumbani, niendelee kumtii Mungu. Sihitaji kujua ya kwamba hali yangu ya kiuchumi, kwa sababu niko mwaminifu kwa Bwana, itaenda kileleni. Hiyo sio hoja. 10 days of prayer, somo la kwanza linachosema usije ukakosa kujua neno hili: Yesu mwokozi wako yu hai. Hilo peke yake na peke yake. Ukishajua hilo, vyovyote vitakavyoruhusiwa bado tu salama, maana anazo funguo za mauti na kaburi. 2, hatutaacha kumtii, kwa sababu kumtii ni gharama. Maisha ya kumtii Yesu ni mpaka uwe na hakika yu hai. Ukizungumzia habari ya kutishiwa kuitunza Sabato, unatishiwa utafukuzwa ajira kwa sababu wewe sio mfisadi, unatishiwa kwamba utauawa kwa sababu unatii mapenzi ya Bwana. Katika yote hayo yanayoweza kufanyika ni kifo. Alafu yeye anakuja anasema, Yohana, peleka kwa makanisa 7, ninazo funguo za mauti na kaburi. Maana yake wasiahirishe kunitii kwa hofu ya kifo. Nina ufumbuzi wa hiki kifo cha kwanza. Alikufa, akazikwa, akafuka, maana yake yu hai. Hata wale ambao tunashindwa kwa uaminifu wa zaka na sadaka, huwa ni hofu kwamba nitakufa njaa. Si mpaka jambo lolote itokee, ila maana yake nikiwa mwaminifu kwa gharama ya kwamba nitakosa mkate, ninaona kama nitapunguza, wakati yeye ndiye aliyeniahidi na ndiye aliyenipa. Hutapata waumini wasio waaminifu kwa matoleo. Kwa nini? Yuko hai. Kwa sababu yuko hai, hata mimi na wewe kwa kuwa waaminifu kwake tutakuwa hai. Hii ndio kusudi la somo hili.
Hatuna tishio kwamba Yesu hakufufuka, ila tuna tishio la kuwa waaminifu kwake. Tuna tishio kukabili mamlaka za dunia hii, kuishi ukweli na kuusema ukweli. Kinachotutisha mpaka hatui wa kweli mbele ya mamlaka za dunia, mbele ya jamii, katika familia, huwa ni tishio la kifo. Unapoendelea kusoma hata mwongozo wa robo hii, ya kwamba uwe na mtazamo wa kiroho. Yuko gerezani Paulo, lakini yuko vizuri kabisa na Mwokozi wake. Habari njema ni hii, kwa kuwa yuko hai, siku akija atafuta kila chozi. Mpango wa kufuta kila chozi sasa hivi haupo, ila atakapokuja. Mungu akujalie na anijalie na mimi nimjue Yesu kama Mwokozi wangu, Mwokozi wako aliye hai. Kwa kuwa yuko hai, tukiwa waaminifu hata kufa, atatuvika taji. Hili ndio neno la Bwana. Hatuna ushahidi wa kwamba Yesu alifuka ama kufuka zaidi ya neno lake. Neno lako ni taa na ni mwanga wa njia zangu. Zaburi 119 na aya 105. Isome neno, isikilize neno, ndio ushahidi Yesu alikufa, akazikwa, akafuka. Hatuhitaji mpaka atutokee siku ile, atuonyeshe kubavuni, atuonyeshe kwenye alama vidole kwenye na miguu, ila watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Yameandikwa yatuondolee mashaka hayo, ili unaposema uwe na hakika Yesu yu hai. Unapomtii usitishwe na kinachotishia uhai wa sasa. Anazo funguo. Yu hai kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Pastor, karibu, na Mungu wetu atubariki jioni ya leo kwa jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya kuisikia sauti ya Bwana kama ilivyonenwa na mtumishi wake, basi tunaingia katika wakati mwingine wa maombi. Na katika jioni ya leo, tunapoingia katika wakati huu mzuri wa maombi, tutakuwa tukiomba kwa ajili ya somo hili ambalo tumelisikia masikioni mwetu, ya kwamba Bwana atusaidie sana kulielewa na kuendelea kulitafakari, lakini pia kulifanyia kazi. Lakini kama kanisa, siku ya leo tutaendelea kuomba kwa ajili ya uamsho na matengenezo. Bwana atusaidie kupitia Roho wake Mtakatifu tuweze kufanya uamsho na matengenezo ya kweli, na hasa katika kipindi hiki. Lakini jambo jingine ambalo tutaliomba kama kanisa, tutaomba kwa ajili ya mipango ya kanisa tunapoanza mwaka huu. Bwana atusaidie tuweze kusimama katika kutenda kazi yake, kwa sababu ametupatia nafasi nyingine tena. Basi tusimame imara katika kuitenda kazi yake. Hayo ndiyo mambo ambayo ni makubwa tutakayoyaomba jioni ya leo. Lakini bado kila mtu binafsi, naamini karatasi zingine zinagawanywa hapo, kila mtu atakuwa na nafasi nzuri ya kuomba na kumlilia Mungu kwa ajili ya haja ya moyo wake. Lakini hoja kubwa ni hii ambayo tumesikia kupitia somo hili, ya kwamba Bwana atusaidie tuelewe kile ambacho alifanya kwa ajili yetu. Basi katika session hii ya maombi, tutasimama, tutaimba wimbo ule namba 135, beti la kwanza na la pili. Wakati tunapoimba beti la kwanza na la pili, kwa wale ambao wamekwisha kuandika karatasi zao na wanatamani kuzirejesha hapo, kuziweka katika boksi letu la maombi,
basi mtazileta, na wale ambao bado hawajaandika basi andikeni. Tunapokuwa tukiimba mtakuwa mnaleta, na mnapokuwa mkileta basi mtakuwa mnakuja moja kwa moja mbele hapa, maana tutapiga magoti mahali hapa na tutaongozwa na watu wawili. Kwa hiyo tutasimama tuimbe huo wimbo. Tutakuwa tumeketi beti la kwanza, wakati wengine mkiwa mnaandika. Tutaimba wimbo namba 135, alafu tutaimba beti la pili. Tutakuwa tukinyanyuka kuja, wengine wakiwa wanaleta, lakini wengine tukiwa tunakuja kwa ajili ya wakati mzuri wa ibada ya maombi. Basi tuimbe wimbo namba 135. Saa heri ya maombi sasa, kwako tunarudi, sumbuku ya kuondoa shida zetu na pungufu taabuni mara nyingi, roho zetu zimepona, mashakani tumeshinda wakati wa saa tamu. Tusimame. Saa heri ya maombi tunaweza tukaleta karatasi wakati tunatembea kuja kwa ajili ya ibada ya maombi. Ahidi kubariki wenye haja, agiza tumwende, tutegemee neno lake, hivyo tumwekee yote wakati wa saa tamu. Beti la tatu, tutembee sasa, tuje wote. Saa heri ya maombi tutazidi kuingia, bomani mwetu na ngome atatuishapo mwendo. Yesu atatusikia, tutamtafuta daima, na tutakapokutana tutamwona saha. Tena Yesu atatusikia. Yesu atatusikia, tutamtafuta daima, na tutakapokutana tutamwona saa tamu. Basi nitamwomba mama yetu Rehema Magesa, utakuja, ataomba. Tutaomba na watu wawili, atakuwa mama yetu Rehema Magesa, na baada ya Rehema Magesa basi mchungaji wetu Pastor Pemba ataomba kwa kuhitimisha. Wakati wote tunapokuwa tukiendelea kuomba, omba Bwana tusaidie katika haya matatu ambayo tumeyataja. Omba Bwana kusaidie na tusaidie sote kama kanisa tufanye kama vile Bwana anavyohitaji. Basi tutapiga magoti wote kwa pamoja na tutaingia katika maombi. Tuombe. Utukuzwe Baba na Mungu wetu unayeishi mahali pasiri juu mbinguni. Jioni ya leo tunakuja kwako tukiomba na kukushukuru kwa ajili ya rehema zako na fadhili zako Mungu wetu.
tumekuja kwako Mungu wetu kama wana na binti zako, tukiomba toba na msamaha. Tusamehe dhambi na makosa yetu. Lakini Baba wa mbinguni, jioni ya leo tunakushukuru kwa ajili ya somo hili ambalo tunakusina kuomba Mungu tusaidie, tupatie Roho Mtakatifu ambaye atatukumbusha kila ambacho ni mahitaji ya maisha yetu, lakini kukutambua zaidi unapokuja wewe mara ya pili, kwa sababu wewe ni ufufuo na uzima. Baba, tunaliweka kanisa mikononi mwako, tukisina kuomba Mungu wetu lisaidie kanisa, ili sote kwa pamoja Mungu tufanye uamsho na matengenezo, sisi na familia zetu, sisi na majirani zetu, lakini wale ambao hawajakujua Mungu wakapate kujua wewe Mungu wetu wa kweli. Masaa ya jioni, Mungu wa mbinguni, tunapokuwa tukitawanyika, tawanyika na watoto wako, na kila mmoja ukamfundishe Mungu kwa ajili ya mapenzi na upendo wako. Asante Bwana, kwa sababu wewe ni mwema, utaendelea kuwa mwema kwetu, maana unatujua hata kabla hatujaomba. Asante kwa sababu jina lako ni kuu. Nimeomba haya na kuamini kupitia jina la mwanawe Yesu. Amen. Amen. Mungu wetu, haya matatu tuliyosikia yakisemwa mbele zetu, tumeongea nawe. Wewe umenena nasi tunavyoweza kufunguliwa na tukatoka katika kukushuhudia. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu aliye na shauku kubwa kuona tunaitikia wito wake. Tuwezeshe tena kujua wewe ni Mwokozi wetu na uliye hai, ili tuweze kukabili pobisho unaokinzana na neema yako, bila kuhesabu gharama ya uzima wa sasa, kwa kuwa Muumbaji wetu na mkombozi wetu yu hai. Pale ambako unaitamani tujue na tukuitikie, tunaomba utusaidie kukusikiliza, na pale tunapoungama na kutubu, wewe ni mwaminifu, utujalie kuamini unatusamehe. Na asante kutuweka tena kutafakari uwepo wako katika mwaka huu kuliko chochote kilicho mbele yetu ndani ya mwaka huu. Bariki kanisa hili la Kizota, kadri unapotupatia fursa, ukadhihirike kwetu, ukituwezesha kukupenda na kukutii kwa furaha, tunapokutumikia kwa ujasiri na kusubiri marejeo ya Yesu Kristo. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Penye shida ulio karibu